Klabu ya Young African imefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Silver Strikers ya Malawi katika mchezo uliochezwa leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Ushindi huo umeifanya Yanga kusonga mbele kwa jumla ya mabao 2-1 na kuwa klabu ya pili kutoka Afrika ya Mashariki kufikia hatua hiyo msimu huu. Mabao ya Yanga yalifungwa na Dickson Jobu dakika ya 6 na Paco Mzuzu dakika ya 34 yaliyotikisa dimba na kuamsha maelfu ya mashabiki waliokuwa wakishuhudia pambano hilo. Ushindi huo umeendeleza rekodi nzuri ya Yanga kwenye mashindano ya kimataifa na kutoa matumaini mapya kwa Watanzania kuona timu zao zikipeperusha bendera ya taifa kwa ufanisi barani Afrika. Kwa matokeo haya, Yanga imejiunga na Azam FC ambayo jana iliandika historia yake kubwa kwa mara ya kwanza kufuzu hatua ya makundi ya michuano hiyo baada ya kuichapa KMKM FC ya Zanzibar mabao 7-0 kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Hatua hiyo imeifanya Tanzania kuwa nchi ya kwanza Afrika ya Mashariki kuwa na timu 3 kwenye hatua ya makundi msimu huu, ikiongezeka na Singida Black Stars ambayo imemaliza mchezo wake hivi punde. Kocha msaidizi wa Yanga Patrick Mabedi amesifu wachezaji wake kwa ari na kujituma, akisema walicheza kwa nidhamu na ujasiri mkubwa licha ya presha kubwa ya mashindano. Kwa upande mwingine, kocha wa Silver Strikers alikiri ubora wa Yanga, akisema timu hiyo imekomaa na inastahili nafasi yake katika hatua ya makundi kutokana na nidhamu ya mchezo na uwezo wa kiufundi ulioonekana katika dakika zote 90. Furaha ya mashabiki wa Yanga imeenea kote nchini, huku mitaa ya jiji la Dar es Salaam ikijaa shamra, nyimbo na vuvuzela kuashiria kusherehekea mafanikio hayo makubwa. Wengi wanatabiri kuwa msimu huu Tanzania ina nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika michuano ya CAF kutokana na uimara wa vikosi vyao. Wadau wa soka nchini wanataja mafanikio ya Yanga, Azam na Singida Black Stars kama hatua muhimu katika kuinua hadhi ya soka la Tanzania barani Afrika, wakisema sasa ni wakati wa timu hizo kuonyesha ubora wao katika hatua ya makundi kwa kuwaletea Watanzania furaha zaidi. Kwa mara nyingine, Yanga, Azam na Singida Black Stars zimeandika historia ya kipekee, zikithibitisha kuwa soka la Tanzania linazidi kupiga hatua kubwa na kwamba nchi hii sasa ni ngome ya kweli ya soka katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa sasa macho na masikio ya wapenda soka ulimwenguni, hususan Tanzania, yanaelekezwa siku ya kesho ambapo mtani wa jadi Simba Sports Club atapiga mechi yake ya marudiano na Nzingizini, na hapo ndipo hatima yake itajulikana kwa sababu ana faida za magoli ya ugenini. Bakari Chimpanga, Doc Nation TV.